Sasa Chungwa, tuchukue boda ya nini wakati daladala bado zipo? Lengo ni kuwahi Birika. Sasa tunawahi nini wakati tushachelewa? Sikiliza nikwambie Chungwa, kama ukiamua kufanya dhambi, fanya dhambi iliyonona. Unamaanisha nini? Kwa muda huu hata ukisema tutembee kwa mguu, mimi naona sawa tu. Birika, kwa miguu sio kweli. Mimi siwezi. Sasa Chungwa, uone kinachokufanya uwahi kule ni nini? Ila kuchomea kwenye boda unaona sawa. Yaani kama unamwoi demu mpya vile mwanangu, kumbe unaenda kufanya ukarabati namba A. Ubaba ndo unaniponza Birika. Ndio maana nakwambia kula twende kuchukua hela, tunaenda kuunguza. Twenzetu taratibu bila haraka wala papala. Mambo ya haraka ndio yametuunguzia hela kituoni hapo. Basi sawa, mambo yasiwe mengi. Twenzetu tukapata daladala. Mambo si hayo sasa. Hapa. Shukrani ndugu. Mpuzi huyu. Mazufa. Kinga umetewa mkono. Sasa Birika, sikiliza. Nataka tutafute sehemu mahususi tujiwahi kabisa. Sasa hapo umeenda vema. Maana huko twendako mwenyeji njoo, mgeni apone. Basi tukatafute sehemu mahususi kabisa kwa ajili ya tumbo. Haina noma. Karibu tuongee mume wangu. Uko wapi? Jipo karibu na nyumbani. Kuna kitu hiyo. Ndio ukazima simu? Kuna mtu sikutaka nipate ndo maana. Hebu punguza masuala yako ya mikopo. Unaleta shida kwa sisi wengine sasa. Sawa. Fanya haraka. Kumbe kama mzungu. Uzungu niitoe wapi? Na kikao jioni. Unaenda hotelini na upata mtanashati. Nakwambia tena ahadi yake saa 11 kule twiga hoteli. Wewe usiniambie. Ndio nishakwambia. Umeonekana rafiki yangu. Ngoja nikuaishe sasa ikuwa kikwazo bure na wewe ndio umeshika upungue mwendo wangu. Usiwaze. Na rasta hizi nishakuja nazo. Acha nijitoe mwanga tu. Jabiri, kuna wakati utakao utafute vita kupomaza. Na masuku pe. Ni kweli kabisa. Kwa sababu ni wanawake wachache sana ambao wanaona jema kuliko mabaya zaidi. Na hii inatokana na wanawake ambao tunakutana nao, yaani au tunawachagua. Ndio maana inakuwepo hii. Na hii Birika inahitaji nguvu ya ziada sana kwa mtoto wa fukara kwa jirani na mtoto wa kiboko. Kwanza utamuona wapi mpaka uongee naye? Kwa maisha yako ambayo tuko nayo mimi na wewe hii. Unatopa na bahati hapo onana naye. Lakini changamoto ikaja kuendelea naye. Unafikiri nitapata tabu sasa kunipata?
We acha tu, wapo wa kuwasumbua, lakini sio wenye mtambo wa pesa. Hapo naungana na wewe shoga yangu, ila ukitoka tu huko unione. Sina uhakika wa kurudi leo. Kwa nini? Asa narudi leo wakati mimi nalala hoteli? Yaani ukiitwa hoteli sio sawa na kama umeitwa guest. Kwa sababu kwanza hotelini hapana za short time. Upo msichana. Alafu inabidi mwanaume ondoke, we ubaki. Upige video call kidogo kuwatambia ma ex. Kumbe ndo yako hivyo. Sasa je? Yaani kitendo cha wewe kuondoka na kumwacha mwanaume, ni kama kujitia mikosi. Asante kwa darasa la leo. Kwa hiyo ndo usubiri hivyo mimi mpaka kesho nirudi, maana nataka nikaukamie mchezo. Kwenye idara hiyo sina shida na wewe. Naomba simu yangu mama. Nakusikia. Mbona kimya sasa? Na saa 9. Jamani. Si usubiri. Kwanza huku mume wangu karudi. Kisha hapo siletee ugaigai na kujua. Haya mambo ya mumeo unayoingiza mimi hainihusu. Usitake nijaziwe enzi hapa nyumbani. We nawe kuwa na stara basi hata kidogo. Kwa kijumbe isiwe tabu bana Unakuwa kama wewe ndo mwanzilisho wa upatu nchi hii. Nini iftari? Mbona unafanya kama tumejuana juzi? Sio kujuana juzi. Ingekuwa leo hapokei mtu nisingekusumbua. Kwani juzi jana nilikusumbua kishepu? Jamani, ndo usubiri sasa. Kumekucha. Wale au? Unadhani atakupa kina nani? Na unajua bado sijakamilisha ahadi. Kakata. Sasa sikiliza. Wewe blacklist ila sija kapoteza furaha yako ya leo. Shida sio yule mwenye makelele, huyu mrembo mpya. Kuna mchongo niliongea naye. Na yule kitani kwetu au? Huyu mgeni chungwa. Sasa tulipani kukutana, nice ndo aniombusha hapa. Hayo ndo mwanzo ya haya tunayopambana. Zulfa manangu. Abe. Hebu nenda duka madawa, mwambie akupe dawa ya kuchua. Sasa hapa hachomoki. Nimependeza sana. Hapo hata kama ningekuwa mimi mwanaume, hapo utoki mpaka mchezo uchezwe. Asante sana rafiki yangu. Hivi unajua mwanaume mkuthamini kutokana na vile ulivyo. Lakini pia muonekano wako ndio unamfanya zidi kuvutia kuwa karibu na wewe zaidi. Hapo uzuri unahusika. Mwanamke mzuri hata usipojipamba, mwanaume wako anajivunia. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili tabia, baadaye kupata na wewe mwanaume mwenyewe sasa. Yuko sasa ni kibali cha kuishi miongo kadhaa kwenye ndoa. Ni kweli kabisa. Sasa nisije nikaongea hapa nikamaliza maneno, nikashindwa kuongea na chuma changu kipya. Ngoja. Shika hii. Asante. Haya. Mimi nitakupa majibu kesho. Bye. Karibu tuongee chuo. Tushafika. Aha. Ushashuka kwenye gari? Ndio. Haya, subiri na kutumia ujumbe wa maelekezo. Haya poa. Sasa twende pale.
Sikiliza Kibenju, mwenzako nina shida leo, naomba hiyo hela. Sawa, ila we Mungu sana tatizo lako. Unaweza kusema unakuja kumia uji, unanipa mimi kazi ya kukaresia tu. Kwa leo nsiwe muungu, mume wangu karudi mapema na kuna changamoto kidogo, siwezi kuja, labda kesho. Unaona sasa tabia yako. Kwa hiyo nitafuta demu mwingine au nipige putu? Jamani, kwani mara ngapi wanakuja? Leo ndo useme hivyo Kibenju wangu? Sasa sikia, kama mumeo yupo mwambie akupe hiyo ile umalize ile jambo lako. Mimi hela yangu nikalipo mbele mtutezesie. Usinifanyie hivyo mpenzi wangu. Mume wangu leo hayupo sawa kifedha. Basi angalia namna nyingine bwana. Mimi nakata simu. Usikate. Mimi nikipata muda nakuja. Ila na wewe usikamie mchezo bana kama unavyofanyaga. Kwa nini? Wakati mimi wazongo kutenda ndo nakufikiaga. Yaani unavyofanyaga nashindwa hata kumhudumia mume wangu nikirudi. Yaani unakuwa unanimaliza kila kitu. Sasa nitagundulika. Achana nayo mambo bwana, mimi niko magetoni. Sawa. Sasa huo muda wa kwenda kule itakuwaje sijui. Naftali mpaka saa 10 ndo mwisho. Acha tutafute mbinu. Nikifika tu cha kwanza nitume hela ndo mengine. Karibuni jamani. Hatujaja kuchelewa bwana, wewe tupeleke tu. Kwani nyinyi hata mmeenda sehemu moja? Sawa, moja basi nijiandae mara moja. Sio mbali? Hapana, hatua kidogo tu. Sawa. Chapu basi tupeleke. Hebu twende uko usijua kusema dawa za kuchua. Kwamba na huyu Futari wewe unamjua? Ndio. Nimezaa na rafiki yake. Inaonekana Futari ana marafiki ndimu sana. Kwa nini? Hamna. Basi tu. Unaamka asubuhi kuwatafutia wanao, unarudi jioni unamfumania mkeo. Mwanamke hivyo huyo naye shusha. Unapambana kwa jasho mlee mwanao, unamaliza na posho somefike chuo. Inaanza na visa vya mzazi mwenzako, anakupa taarifa sio mtoto wako. Mwanamke hivyo